wakati wako uliotutumikia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijana umetupendelea. Katika uwanja huu ulikuja kwa mara ya kwanza katika kuzungumza na makundi mbalimbali, ulizungumza na vijana wa Tanzania katika uwanja huu na mkoa wetu wa Mwanza. Mheshimiwa mgombea wetu, yote ulioyaahidi ulipozungumza na sisi vijana umeyatekeleza kwa zaidi ya 100%. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ninashindwa nianzie wapi kuzungumza kwa sababu ya muda. Kwa sababu ulituahidi ajira. Na Chama cha Mapinduzi wakati kinaomba ridhaa kilisema kitatoa ajira milioni 8. Kweli si kweli? Ninapozungumza mbele yenu leo, nina furaha kuambia mgombea mnayemuona mbele yenu ametekeleza kwa zaidi ya 100%. Ametoa ajira milioni 8,084,203 kwa kipindi cha miaka 4. Tunani kama Samia? Ndugu zangu, na aliyeko mbele yenu ni mwana Mwanza mwenzetu. Hapa Mwanza, katika mikoa iliyonufaika ni sisi vijana wa Mwanza. Tunapozungumza hapa nyuma yetu kuna ziwa Victoria. Kuna zaidi ya vizimba 508 viko pale na boti zaidi ya 200. Zote alikuja kuzikabidhi katika uwanja huu na vijana wameuaga umaskini kupitia vizimba hivyo. Daktari Samia Suluhu Hassan katika swala la elimu amekuja hapa, amezungumza mgombea ubunge kupitia kundi la vyuo na vyuo vikuu. Naomba nisirudie, lakini vijana wote tunajua hali iliyokuwepo vyuoni kabla ya utawala wako. Na leo tunapozungumza hapa tunasoma kwa amani, na tunakuahidi vijana wote wa vyuo na vyuo vikuu ifikapo tarehe 29 Oktoba kura zote ni kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgombea wetu wa nafasi ya urais, sisi unaotuona mbele yako ni vijana ambao wakati unaingia madarakani katika mifuko ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi tulikuwa na shilingi bilioni 945 tu inayozunguka kwa makundi yote ya vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Leo hii mwaka huu 2025 mfuko huo unazungusha zaidi ya trilioni 3.2 kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Nani kama Samia? Ndugu zangu, yajayo ni neema tupu. Unaowaona hapa ndugu mgombea wetu ni watu wa Mwanza. Hapa kuna vijana wa Mwanza, kuna kina baba wa Mwanza, kuna kina mama wa Mwanza, kuna watoto wa Mwanza. Sisi tumezaliwa hapa. Vitovu vyetu vimezikwa hapa, na hata tukifa tutazikwa hapa. Hatuwezi kusubutu kufanya tendo lolote, iwe kwa kudanganywa, iwe kwa kushawishiwa, kuharibu amani ya mkoa huu na nchi hii, kwa sababu hatuna nchi nyingine, hatuna mkoa mwingine. Sisi na familia zetu, kesho yetu na vizazi vyetu iko hapa Tanzania. Niwaombe vijana wenzangu, tusidanganywe na mtu yoyote. Hatuna nchi nyingine. Mama Tanzania ndio nchi yetu. Amani yetu tuilinde. Ifikapo tarehe 29 Oktoba, kazi pekee tunayotakiwa kufanya kama vijana ni kuhakikisha tunakuwa mabalozi wa amani. Ni kuhakikisha tunawadhalilisha wale wote wenye nia hasi na chafu na nchi yetu. Vita hii ni ya kwetu, na vita hii ni ya uzuri dhidi ya ubaya, ni ya amani dhidi ya machafuko, na vijana tutaipambana vilivyo. Tarehe 29, amka asubuhi, chukua mzazi wako, chukua ndugu yako, mpitie jirani yako. Kazi ni moja tu, kufanya nini?